wasilisho hili. Nipende kushukuru TASO hasa uongozi wa TASO kwa kuandaa mkutano huu conference. Sio kitu kidogo, kwa sababu ukiwa kwenye kiti, ukiwa kiongozi, unaelewa msimamo wake ulivyo. Niwashukuru pia kwa kuleta hoja na kuwa na kauli mbiu ya mwaka huu. Ninasema hivyo kwa sababu kila kongamano, kila kongani, kila mkutano mkubwa au mikutano hii huwa inakuwa na kauli mbiu. Kauli mbiu ni utaratibu na desturi ya kitaalamu na ya wasomi ya kukutana, kwamba hawezi kukutana tu hivi wanakuja wanaondoka. Kwa hivyo lazima pawepo na wasilisho ambalo linaeleza mtu anapokwenda nyumbani, amekuja kama labda umeenda dukani, umeshoka kitu gani, unatoka na kitu gani. Kwa hivyo kwa mwaka huu haya respecting city through social action ni kauli mbiu inayotokana na agenda ya social ya miaka 10 hapa duniani. Social workers wote katika kila miaka 10 kuna utaratibu wa kutengeneza agenda. Kwa tangia 2010 mpaka 2020 ilikuwa miaka 10 ya kutengeneza agenda ya kwanza. Baada ya hapo 2020 mpaka 2030 imetengenezwa agenda ya social duniani kote. Hiyo kidogo inaitwa Global Social Agenda. Ukienda pale katika kila baada ya miaka miwili, sub agenda moja au subtopic moja ndio inakuwa inaongoza. Sasa subtopic ya kwanza iliyoongoza tangia mwaka 2020 mpaka 22 ilikuwa ni Ubuntu. Utakumbuka kwa maana mwaka jana na mwaka juzi yote vibezi hapo. Mwaka huu agenda hii respect diversity through action hii ita exist mwaka huu na mwaka kesho. Na kwa maana hiyo social day zile yale maadhimisho ya siku ya taaluma ya ustawi ya mwaka huu na mwaka kesho yanakuwa katika level ya ulimwengu, yanakwenda na hiyo nini hiyo siku. Kwa hiyo social workers wote duniani wote wanaongea hivi, na sisi hapa tunaungana pamoja. Niliona ni muhimu nieleze haya kwa sababu isije kuonekana kwamba labda na yote haya na hata practice zetu huko tunakokwenda lazima zireflect hapa kwa mwaka mzima. Na maana yake ni nini? Vyama kama hivi vya kwetu unatakiwa yote yatakayozungumzwa kuhusu haya tutekeleze action plan. Action plan hiyo inform work plan ya mwaka. Work plan yake ya mwaka ile ndio inaitengenezea budget kwa ajili ya kutekeleza hiyo. Ndio ulimwengu wa kitaaluma unapokwenda kwa social. Baada ya kusema hayo sasa narudi kwenye agenda hii. Tunazungumzia respecting social action. Mheshimiwa mgeni rasmi aliyefungulia kongamano letu Dr. Tulia ameeleza kwa kiasi kidogo ile diversity ule si kwa Kiswahili kidogo kinania, yani ule utofauti wetu kati ya kundi moja na kundi jingine. Akagusia pia upinde, natumia hayo maneno keywords. Kama haya ni maneno ambayo sisi wataalamu wa ustawi tunatakiwa tuyajue, lakini pia tuisaidie jamii ijue. Siwezi kurudia maneno yake. Nafikiri kwa level yake na kwa level ya tumeelewana. Sasa mimi kwa upande wangu mtaalamu, tunaelewanaje katika agenda yetu kama social workers? Agenda yetu kama social workers kwa miaka 10 iliyopita ilikuwa ni kazi. Mpaka sasa agenda hiyo haijatimia. Agenda tunayoanza 2020 tunaenda huko ni agenda hiyo haijatimia. Kwa hiyo wasilisho hili limeangalia baadhi ya vitu ambavyo vimefanya tusitimize hiyo agenda yetu. Kwa maana inaposomeka understanding the needs na law. Ni vitu viwili. Kwa nini tunahitaji na tutakachokipata hicho kitasaidia nini kuboresha hali?
labda ningepata mtu wa kunikimbiza hapa baada ya kuanza hivi ili tumie muda mdogo. Hapa nimeweka malengo ya wasilisho hili. Nimeeleza pale kwamba Global Professional Agenda, Philosophy na Arrangement nimeshaieleza. Kwa hiyo sirudii. La pili ni kuelezea utatu wa kitaaluma. Lengo la pili, utatu wa kitaaluma. Lengo la tatu ni kushare common understanding ya TASO katika dhana ya uanzishaji wa sheria. Kwa nini TASO na TASO tuwe nchi ipi? Kwa sababu inawezekana tunapishana mtaani. Nitagusa kidogo. Mara nyingine sisi wa social, sisi nitaeleza. Sawa? Hili somo leo ni somo. Sasa kwamba TASO tuko wapi? Alafu baada ya hapo lengo hilo tutakuwa angalau kuelezea legal framework katika maana ya kwa nini tuwe na legal framework. Kwa nini tuwe na utaratibu wa kisheria wa kuyafanya haya tunayofanya? Ninyi kama maafisa ustawi wa jamii, mwingine yuko mwenyewe. Kwa nini? Umuhimu wake ni upi? Sasa mwingine anasema hii hapa hii. Hawa TASO hawa wanataka hivi kwa sababu wanataka kututenga. Nitaeleza ambaye nani hapa. La mwisho tunapozungumzia sector development. Sector development maana yake sector ni sector ya ustawi. Sector ya ustawi ina sisi ambao ndani yake kuna serikali ndio kiongozi. Lakini na sisi ambao tumekomea. Na katika kusomea maeneo tofauti. Kwa hiyo tunapotaka kudevelop hii sector tunatakiwa tujue vipi? Una behave kama social worker, una behave kama afisa uvuvi, afisa ugani. Unapokuwa kwenye jengo unatakiwa behave vipi? Kwa sababu wakati mwingine inawezekana tunatoa huduma lakini una behave kama bodaboda. Lakini sector yenyewe inavyokuwa regulated duniani inatakiwa behave like a professional. Kwa hiyo kuna misingi yake, kuna maadili yake. Hayo ndio yanasisitizwa na ndio yanaleta hivi. Unapoitwa profession haiji tu eti kwamba umemaliza chuo na cheti hapo unaingia, hapana. Nimepiga muona mama yangu kutoka Kilimanjaro yuko pale. Zamani anakuambia ile wakati wanaajiriwa, ulikuwa ukiajiriwa unakwenda training miezi 6 kama afisa. Lakini kwa miezi miwili unapata orientation. Huo utaratibu haupo. Kwa hiyo ndio maana mtu yaani kile alichofundishwa darasani anakuja na kitu na anafikiri hivyo, anaanza kuwahubiria wengine hicho na kwa hiyo. Kwa hiyo tu hapa leo tunaelezana kwamba hapana, utaratibu ni huu, tunafundana. Agenda yetu ni sasa katika level ya ulimwengu. Katika sekta hii kama ilivyo mfumo scheme of service. Scheme of service katika kutoa huduma kwa jamii, kutoa huduma za ustawi wa jamii ime-include professions, ime-include fani na ime-include sports. Vitu vitatu tofauti. Wapo ambao wana professionals. Kwa mfano, psychology is a profession, social is a profession. Wapo wengine ambao wanafanya. Hizi fani ziko maeneo tofauti. Kwa mfano, counseling inahitajika. Mwingine ni mtu wa religion. Bosi ananiuliza kidogo. Asante. Habari ya mchana. Tunaweza kuendelea kuwasiliana na mkutano huu kupitia live streaming ambayo inaendelea kwenye linki ambayo imetumwa kwenye magrupu sasa hivi. Asante. Jamani, kwa hiyo maana yake tuwaambie walioko nyumbani kwamba tuko live. Asante teknolojia, asante manezi wetu. Kwa kufahamu kwamba sekta ya ustawi wa jamii inawahitaji wote. Sawa? Ambapo hivi vipo ndani ya scheme of service. Duniani huko kuna vyombo vitatu. Kuna International Association of Schools Social Work.
hivi ni vyuo, wale wanazuoni wale wenye vyuo vinavyotoa na maakademishani wale wana umoja wao, wale wanaofundisha wana umoja wao. Alafu kuna hiyo IFSW, hawa ni wale practitioners wanao practice ambao ni professional social tu. Alafu kuna organization nyingine inaitwa Council for Social Welfare. Hii nalo ni baraza ambalo sasa linaikundi wadau wote kama Baptist na wote. Sasa utatu huu nilizungumza utatu tripartite. Yaani hizo lengo tatu ndio kwa pamoja zikiungana na serikali ndio vinaweza vikaihudumia sekta ya ustawi wa jamii vizuri duniani kote. Kwa hiyo tunapokuwa huku tukianza kuparulana ni kwa sababu sisi wenyewe hatujui hii sekta duniani ikoje. Kwa hiyo it will be your problem and not a problem, a sectoral problem. It will be an individual problem, your personal instincts than the professional instincts. Tukilijua hili hatutanyang'anyana vijiko. Kwa sababu duniani huko kuna hivyo, na Google engine utaona vyote viko. Lakini pia kuna Global Social Alliance. Hii ni umoja ambao kila mtu, hata mtu ambaye sio hayuko kwenye sekta anaweza akaingia. Sasa unaona hivyo bana. Kwa hiyo sekta ya usawa jamii inaruhusu wote. Sasa baada ya kusema hivyo, kila chombo hapo katika kila bara kimegawanyika inavyotakiwa. Sasa mimi nimesikia kwenye utambulisho wako umesema IFSW. IFSW ni nini? Alafu nitaeleza hapo kwamba IFSW katika Afrika kuna Afrika, kuna Asia, kuna Europe, kuna South America, kuna Pacific, lakini US na Canada vina form region. Kwa upande wa Afrika nitaelezea kidogo tangia mwaka 68 najua mpaka 74 mpaka 2012 na nitataja kidogo. Next. Sekta ya usawa. Sisi tuliopo hapa wote tumeanzia kioni. Kwa hiyo unapozungumzia profession yoyote, achana na hii ya kwetu. Profession yoyote ni mtu yoyote anaitwa profession, mtaalamu lazima apigwe chuoni. Kwa upande wetu hapa, kwa upande wa taaluma ya usawa jamii, kuna ASCOT. Kulikuwa na TESO. Hii TESO kulikuwa ni mradi, na baadaye kuna chama au moja wa shule au vyuo vinavyofundisha ili viweze kuweka kozi zake ziweze address changamoto zote zinazotokea za kitaaluma na za kisekta. Kwa hiyo wote tuliomo humu ndani lazima tumepikwa. Hakuna chakula ambacho kinakuja mezani bila kuandaliwa. Hata kama hakipikwa basi angalau kitaenda kuchumwa. Kwa sisi ni mazao ya shule, ya vyuo. Hili ndio kama ni majifi ya matatu. Nini? Mafiga matatu. Hili ni figa moja. Ni figa la kwanza la kitaaluma. Hilo lazima liwe. Na kwa hapa Tanzania tuna TESO, tuna ASCOT. Hawa kwenye taaluma hii ndio wanatuelekeza, jamani, elimu yetu ile hivi vyuo vyetu, kozi zetu, hata mitihani yetu iwe ya standard hii. Figa hawa wanadevelop, wanawatengeneza wataalamu. Figa la pili ni consumers. Consumer mkubwa na anayetawala consumer na anayeongoza yote kwa miongozo, kwa sheria, kwa serikali. Kwa hiyo hii hapa tunapokuwa na watu wa wizara zote za kisekta na wizara mama wanaangalia maslahi ya mama Tanzania. Kwa kuna vitu tutachuja ambavyo havifai, kwa mfano vile vya long concept ya upinde. Wao serikali ya Tanzania ni hivi na sisi tunatakiwa kuwa oriented, na ndio agizo la mheshimiwa pale tulia kwamba sasa kama sisi tumejaji amesema kwamba sisi yeye sio mtaka, sisi ndio wataalamu. Yaani jamii iko kwenye mkanganyiko, sisi tunasemaje? Kwa maana yake sisi ndio tunataka tuiambie serikali sasa kwamba kwa eneo hili hapa na kama msimamo ni basi tunauelezea. Hata walimu wa kwenye vyuo wanaweka mitaala na mazoezi na ile inavyoenda kueleza ajenda ya nchi. Why agenda? Sababu tusipokuwa na ajenda ya nchi, sekta hii inaweza kutumika kama fimbo na ikaharibu hata usalama na
ni professional organs, vyama vya kuwalea, kwa sababu mtu anaweza kuzaliwa akawa amekamilika, ana macho, ana nini, Mwenyezi Mungu mashallah kumjalia, lakini tabia yake au tabia ya mamake au tabia ya babake au labda tabia ikamwathiri. Kwa hiyo lazima pawepo na anayemlea kitaaluma, wanaolea wataalamu. Kwa Tanzania kwa mfano, kuna TAZO, kuna mtaalamu wa psychologist, kuna TASAJA, kuna kujipata. Hivi vikiwepo katika mfumo wa kisheria, lazima mtu kabla hajaenda kwenye kazi anasajiliwa, anatambua huyu kweli yupo. Kwa endapo tunaongelea sasa hivi kwamba tunahitaji kazi, tujiandae na tujienzi vyama vyetu. Kama wewe uko huko ni psychologist, kuna chama. Kama mtu alisoma community, sawa, kuna kujipata. Wa sociology kuna TASAJA. Go east, go west. Kama wewe ni mtaalamu katika hizo ama sociology au community development ama psychology, alafu huko haupo huko, wewe tayari umeshajiamua kujikata mguu wako, ni kilema kitaalamu. Tumeona? Naomba nirudia, kwa sababu hapo ndio tatizo la kwanza. Mtu anajua kwamba tatizo ipo, sawa, mtu anajua TASAJA ipo, anakuwa sio mtaalamu, sawa, anajua kwamba kuna match ya medical associate, anajua kwa yeye daktari. Ikishaingia kitaaluma, ikishaingia taaluma, masuala ya taaluma kwa na sheria, ujue hapo, yani sasa hivi, kuanzia sasa hivi anza kujielekeza kurudi nyumbani, kwa sababu hivi vyote hivi tunatakiwa viongozi hivi kuangalia maslahi ya nchi yanasemaje, miongozo, sheria, nini, taratibu, kanuni. Siwezi mimi nikatokea huko tu mimi sisi na kae ndio kama na hata na nje kuna registrar wa nje wizara nzima. Yule registrar maana yake anazifungua, anazisajili na anazifungia NGO ambazo zitakwenda nyume na. Sasa tunapoelekea huko tujipange, ndio maana sasa ile nilivyoeleza ile ndani mwanzo kwamba bwana, tunapoelezea hii concept ya sheria, we have a responsibility, we have to align ourselves, we have to have a common understanding. Yes. Sasa baada ya kusema haya, nimejaribu kuweka miaka hapa na nilikuwa nieleze kila maana yake ni kwamba hapa tulipofikia sisi Tanzania hatujaja bai grace of God kwamba tuko hapa. Walikuwepo walioanzisha sheria, zikawepo miaka 30 mpaka 37. Kuna enactment mbili zitokea. Moja ilihusu rehabilitation. Watu wa nimemwona kakangu Tibwakao anaifahamu sana mambo ya probation, mambo yalianza kwa sababu magereza, idara ya magereza ilitokana na sheria. Sasa ile sheria ile iliyowekwa kabla ya uhuru, lakini sehemu nyingi kwa sababu kulikuwa na social problem, kwa serikali ili iweze kuadhibiti ilianzisha kwanza sheria. Baada ya kuweka ile sheria kwa na utaratibu wa kudini na hao wanaovuruga kwenye jamii, ili akamatwe, atiwe ndani, aende gerezani. Lakini sasa hivi kuna social problem za pili, ilikuwa ni kwamba miji ilianza kufunguka. Mkonge, Tanga, sio hapa, ilikuwa nini? Watu anatoka kijijini kwetu siku ile kule, ana familia yake, akija mjini anasahau. Kwa hiyo kuna watoto ambao wanashindwa kuelewa, wanakosa matunzo. Kwa hiyo shirika wala kwamba ni sawa, walioenda huko kokote waliko mjini, huko wanaenda watoto wako ile toa matunzo. Baada ya kufanya nini, lakini hapo zilipokuwa nyingi mpaka 76 ikaonekana hapa panahitajika kuwa na kitengo na idara ambayo sasa ina regulate. Ikaanzishwa idara ya public service. Public service ndio idara ambayo Mheshimiwa Kawawa aliitumikia, na simba wa vita yule chuo cha Makerere kwa kutambua mchango wake katika social award kimempa sifa special award. Na ukienda Makerere kuna
eneo lake kwa Sanamkani alipewa awali kwa recognition ya kuendeleza mchakato, na kimsingi yeye alitaka kuwa social worker kwenda UK. Sasa ni hiyo ni vitu tukienda tuka Google tukatamka Kawawa, ingie kwenye system Kawawa, alafu Makerere University, utaona Wikipedia, utapata document ili uelewe hivyo. Lakini pia wakati huo kulikuwa na Tanzania Region, kuna wale wanajeshi walikuwa wamekwenda kwenye vita ya kwanza na pili. Hawa waliandaliwa utaratibu maalum kwa kwamba wamepigana vile, wengine wameniamini. Kwa hiyo ikaonekana hii idara ya public service iweze kuwahudumia wao na familia zao. Ruzuku ilikuwa inatoka Marekani au UK kwa ajili ya kuwahudumia. Kuna hizo details, ukitaka hizo details nenda National Archive utazipata. Na picha tu mimi nishapita. Kwa hiyo kama unataka kupata hizo National idara ya nyaraka za taifa iko ndani ya ofisi ya rais. Wako pale Kisutu. Kuna document nyingi zinazotuhusu. Sasa mpaka mwaka 2012 wakati tumepata jamhuri, kwa jamhuri tunaingia kwenye tupate jamhuri ya Muungano. Jamhuri ya Tanganyika. Miaka 3-4 kabla Tanganyika iliandaa wataalamu kwa ajili ya tuseme serikali ya kikoloni ya Uingereza ililazimika kuandaa watu watakaoiendesha nchi. Kati ya hao watu walikuwepo wake wa viongozi na baadhi ya wakuu wa idara. Cleopa David Msuya alipelekwa kwenda kusoma diploma ya Community Development UK. Mwaka 62 aliporudi akawa mkurugenzi wa kwanza wa idara ya maendeleo ya jamii mwaka 62. Kwa hiyo ikafa Public Service Department, ikafa ikaanzishwa Community Development Department. Humo social au sector yani wanaohudumia masuala wakawa ni section. Wakati tangia 62 mpaka 66 miaka miwili pakatokea na jeshi 64 watafanya nini, pakawa na Kazuru Bazula shika Mwalimu akawa anaandaa azimio la Arusha. Sasa kule ndani kule kulikuwa na World Association Alliance ya Lutheran ipo, kuna chombo, kuna shirika la kiutendaji hapa Tanzania liko duniani kote. Kukawa na very smart guy alikuwa anatoka mkoa huu, anatoka Tukuyu, alikuwa anaitwa Edward Wangosi. Huyu jamaa alikuwa ameperform sana at that level. Mwalimu akamsupport, akamrecruit kuja kuwa in charge wa section ya ustawi jamii, na akamuomba kuweza kutafsiri azimio la Arusha la Kenya. Kwa tangia mwaka 1966 akiwa na specific nyingi sana kwa sababu muda mdogo mpaka 69 tamko azimio la Arusha kusema kwamba wanaoruhusiwa kunyonya ni wazee, watoto, wazee, watu wenye ulemavu. Tamko hili lilikuwa tayari limesha include suggestions na nini za akina Mwangosi na watu wake. 1969 rasmi idara ikawa programs ikiwa na kitengo. Kabla ilikuwa ni kitengo kumbuke chini ya public service ya baadaye community development. Kwa 66 mpaka 67 baada ya miaka miwili baadaye ndio kwa taarifa zilizoanza sasa 69 akawa na yani idara ikawa na kitengo. By that time kabla ya hapo probation services zilikuwa zimeshamiri sana. Na WP namba 25 akiwa anatokea kwenye CID department ya polisi. Witness Peruke na Mama Monica Kuga ambaye baadaye alikuwa mke wa Sozigwa. Hawa watu wawili walianza kushughulika na probation services vizuri sana tangia mwaka 72 mpaka kufikia hapo zikaongezeka, ilikuwa ndio kama probation baada. Kwa hiyo miaka hiyo yote kilichokuwa kinaibeba idara ilikuwa ni probation. Hii ni sense ya probation. Ilipoingia 70
Azimio la Arusha ikashika tamu na nini akina mama wote vijijini au jamani watoto nyumbani wakawa na akina mama wanakosa nani. Kwa hiyo section ya watoto ikabidi kupeleka wataalamu Uingereza kwa kusoma. Sasa kuingia details. Na wapeleka kwenye sector development ili tuelewe tumetoka wapi, tulipo na tunakoendelea, kwa sababu vinginevyo tutakuwa tunaongea tunabishana wapi tunakwenda wapi tuko. Na bahati mbaya hiki tunachokiongea kwa kiasi kikubwa hakiko sehemu moja. We have to develop, lazima tuweke as a group as well, yani kama research viwe ili maafisa na watakao kuja baadaye wavijue, sababu wakati mwingine unapoongea watu wanashangaa. Inawezekana hapa mimi ndio naongea wenyewe naona cha ajabu, lakini vipo kwa watu. Mzee Ambikile yuko hapa. Naomba chanzo mkuu. Yuko mzee anaitwa Ambikile Mwaijuma. Nafikiri yuko hapa. Nitamsema leo. Kuanzia hapo 74 ndio taasisi ya ustawi wa jamii ilianzishwa, sawa? 74. Lakini kabla hapo ile 69 ndio wakina mzee Chimba wakale furute ndio kawa simuelezee vizuri Chimba na special mfano. 74 taasisi ya ustawi wa jamii ilipoanzishwa ikaanza kutengeneza wataalamu wake, wataalamu hapa nchini. Kabla ya hapo wale waliokuwa magereza walikuwa lazima wanapigwa kule baraza la teki, wanapigwa sasa wa miezi 6, wengine wanachukuliwa ndio wanaingizwa kwenye idara. Lakini kabla ya hapo pia Tanzania ilipeleka watu kusoma nje. Wengine walienda Zambia, na tulijipa na Mangalore wakaenda Marekani na Canada wakarudi. 79 wakawa wameshakamilika, wakaequip na vitengo vyake kidogo, lakini pia wakaanza kuongelea juu ya kuweka process ya kitaaluma ili kuja kutengeneza kitu kinachoitwa TASO association ambayo itawalea sasa hao kwa pamoja. Kwa kutangia mwaka 75 ya kule madai ya Ethiopia mpaka miaka 6 baadaye TASO ilianzishwa 81 mpaka 82 sasa hivi. 85 mpaka 94 kuna matukio makubwa mawili ambayo yalifanyika. Moja, Tanzania kuingia kwenye yani rais kwa kwanza akampasia wasi mwingine tukaanza kufika kwenye kipindi cha ruhusa, lakini pia katika kipindi hicho NGOs zikaongezeka. Lakini 95 kulikuwa na Beijing Conference. Hivi vitu vikaleta ndogo nyingine mbili ambayo ilisababisha kuipanga idara vizuri. Na kuna baadhi ya viongozo ya hata taasisi kabadilika. Na hata direction ya kupata wataalamu ikabadilika. Ndipo hapo katika hicho kipindi scheme of service youth ikaikuwa by that time walikuwa ni social workers tu. Narudia. Yaani walikuwa ni social workers tu. Walipo review kwa sababu hayo mahitaji. Kuna ukimya hapo katikati, nakumbuka sema ngapi? Kuinclude watu wengine ni counseling kwani pamoja wataweza kutoa. Beijing ya 95 mpaka 2002 ikatengeneza sasa pia ilitengeneza idara ya maendeleo ya jamii kutoka kuwa rural development department ikawa community development. Naomba nishike sana kutoka concept ya kutoka kwenye rural development na kuja kwenye community development ikaanza kuchanganywa hivi, watu wakaanza kunyang'anya kazi mpaka leo. Hii mnavyonyang'anya kazi kwa sababu ilitoka kwenye rural development ikaja kwenye community development. Hapo najua mnaelewa vizuri zaidi. Ilipofika 2002 sheria ya nchi karuhusu NGO, si ndio? Sheria ya NGO iliyosajili kasajili 2000. Kwa hiyo ikaruhusu hata wengine ambao wanaweza kaendesha shughuli zake. Kabla hapo miaka 7 tangia 94 95 palikuwa pameruhusu NGO zikamashrumu NGO kibao. Nyingi zikawa zinalipa ovyo bila mwongozo wa serikali, wengine wanalipa $300 lakini kwa siku. Mara wafanyakazi wengine hawatulii ofisini. Serikali inasema lazima tuje na mnyororo wake 2002 mpaka leo ndio unaoendelea wa kusajili. Sasa 2002 hapo katikati pia 2002 TASO ilikufa.
2010 mpaka sasa hivi ikabidi ijielekeze na kujiandaa kwa tuna develop vipi, tunajiwekaje sawa katika yale mapungufu. Sasa katika yale mapungufu tangia 2011 mchakato wa, na tunawashukuru sana USAID kupitia PEPFAR na baadaye walezi wetu AIHA walitusaidia sana kusaidia TASO ikumbuke, na TASO sasa ikachukua ile role kuishauri serikali. Haishauri serikali eti kwa sababu ni social workers tu, tunawashauri serikali, na hata mmesikia maombi ya mwenyekiti hapa, hatuongelei usocial worker, tunaongelea social welfare. Why? Kwa sababu dhima yetu, hata definition ya social ni kuhakikisha kwamba well-being na welfare ya mtu inakuwa sawa. Well-being na welfare ya mtu inakuwa hivyo, vitu ni vitu tofauti, kasomeni mtaelewa. Well-being ni wasaidie mtu yeye mwenyewe, kisaikolojia anachanganyikiwa nini yeye mwenyewe. Lakini welfare ni pale ambapo anaanza kuhusiana na mwalimu na mke na nani na nani. Sasa kwenye aspect hii, baada ya kutoa mrongo wote huo historia, tukaja tukagundua kwenye sheria, dada Neema, naona watu wengi hapa wengi sana tangia tumekuwa kwenye mchakato, unapeleka hoja na nini tunasaidia, in fact nilifika mahala fulani mpaka AIHA inamaliza kazi zake, tumetumia karibu bilioni 1 na laki, bilioni 1.4 bilioni ya pesa ya Marekani, lakini yet bado kazi ya Japani ikafikia mara watu wengi, hii kazi ni vipi? Ndivyo inapokuwa, kwa sababu serikali lazima ituelewe vizuri. Nataka je, mnajielewa? Je, haya nayo ongea tunaelewa wote? Inawezekana hatuelewi yote tunapokaa na wabunge na tunaongea vitu tofauti, kwa hiyo wanatupinga. Kwa tusipokuwa na understanding moja, hii kazi haya yote hayatatokea. Ukienda ukateta huku usipoelewa haya nayo ongea, tunarudi kwenye nini? Diversity. Usipoikubali kwamba mimi nimesoma ufugaji nyuki, lakini niko natumia sekta ya natakiwa behave kwa huduma nayotoa, sio kwa sababu niliotoka. Mimi nimetoka sijui kwenye political science, kwa hiyo lazima niangalie na kisha political science hatufiki. Ndio maana TASO kuanzia baada ya kufanya tathmini 2018 tulikuja tunakubalia tukaona kwamba kuna watu wengine wana hofu, anxiety kwa wale wanaokuwa sakati ni ugonjwa. Narudia, anxiety, hofu ni ugonjwa wa kisaikolojia, ni ugonjwa kabisa unatikini. Kweli sio kweli? Sasa tukiwa na social workers, tukiwa na social welfare officers ambao wana anxiety, maana yake mnalikumbuka afya ya akili, tuuliza na nini? Sasa tujipime. Je, tuendelee kubaki kwenye mental health, kwenye mental illness na mental disorder kwa sababu ya anxiety, kwa hiyo naogopa hii kija nitafanya hivi na nini? We have to behave the way we have to behave professionally. Usipo behave wewe unakuwa kama mteja, unakuwa client ndani ya idara, ndani ya huduma, lazima uvielewe hivi vitu vinamaanisha nini. Jamani, si nieleweka? Yaani bila hivyo wewe utakuwa ni mgonjwa wa akili ndani ya huduma msaada. Kwa sababu hujiamini. Kwa sababu hujiamini unadhani utatetemeka. Kwa sababu akili, kwa maelezo haya na mimi nipo, tunaweza tukaelimishana kwa sababu kaiga ni wewe. Ndio maana nilipokuwa naitwa hapa sasa nikasema mimi kaiga, ndio kwa kaiga. Nawashukuru nyinyi. Nimesema mimi nimeshaeleza mimi. Nimesema binadamu nimeshaeleza binadamu. Ni essence, umuhimu wa kitu tunachotaka tunaelewa. Na fikiri hili libaki kwako wewe. Niulize. Baada ya kujua historia yote hivi, wewe unaielewa sekta unayotumikia? Do you really understand the needs of the sector in terms of welfare of the people and in terms of well-being of individuals, wengine wanawake, wengine
being, you are carrying with anxiety, hofu ya kitaaluma. Sawa? Kwa hiyo nafikiri tusomane, tukishasomana katika mwelekeo, kama hujaelewa maana ya kuuliza, katibu yuko hapa, mwenyekiti yuko hapa, naomba msimame. Naomba tafadhali. Mwenyekiti, kaimu na katibu. Waandikie andika chochote, hao wanajua, yaani wanajua information hizi mimi nimestoko. Mimi kwa mwandishi wa habari. Baada ya kusoma mfululizo nilipata. Na bahati nzuri nikashukuru. Nikawa nawakilisha Tanzania huko nje. Vingine nikavijua mpaka tukafikia mahali tunasema okay, kumbe tukija na model kama South Africa. Msome kansa ya South Africa. Ile ni social service cancer. Social service cancer. Lakini hapa ukipeleka tu social, unajua kila mtu social service, unajua tena unachanganyikiwa kwa sababu people wana mizigo huku. Sawa? Yaani wana hofu. Baada ya kusema hiyo sinasema kwa mwisho. Unafikiri nahitaji sasa kuongea? Asante kwa kusikiliza. Asante sana. Kwa pamoja kumpongeza sana ndugu Joseph Kayiga kwa uongozi mkubwa. Tutakuwa na panel discussion baadaye. Kwa hiyo wale ambao wana maswali, madukuduku, viulizo, tunaomba kwa dakika na notebook zetu tulizopewa. Lakini sasa hivi tuwaruhusu presenters wengine waendelee. Kwenye panel discussion tutawakaribisha wale ambao wanawasilisha watu wote ili tuwaulize maswali, tuwape maoni na pengine kitaka clarification, ufafanuzi zaidi wa kuhusu mambo. Nashukuru sana Profesa Kayiga. Basi, tunakaribisha mdau wetu Pat Anatola. update ya mwaka uliopita kwa maana kwamba mwaka wetu wa mradi ambao tulianza Oktoba
hawajaniacha, lakini wamekuwa wanaenda, mmekuwa mnanitoroka, lakini wamekuwa hasa wanakuja kufanya supportive supervision. This year kwa kweli lazima nije angalau moja. Lakini kingine pia tumejikita katika masuala ya community based operationalization. Hii iko zaidi chini ya Wizara ya Afya, lakini pia na TAMISEMI kwa namna moja nyingine wanashiriki. Kuna mwongozo mpya ule wa CPHP, sio mpya of course, ni tangu 2021. Kwa sasa hivi almost imekamilika. Kwa hiyo tumekuwa tuna support pia vikao vya Technical Advisory Committee ya national level ya CPHP kwa upande wa Wizara ya Afya, na sasa hivi chair wa hiki kikao ni Chief Medical Officer. Lakini pia kuna initiative mpya inaitwa Community Health Roadmap. Lengo lake ni kumobilize resources kwenye masuala ya community health workers ili tuweze kuwa na resources. Kuna donors ambao wako ndani ya hii platform na sisi kama chifu tuna support katika coordination. The other thing pia ni kufanya supervisors training. Kuna maeneo ambayo tumefanya, lakini na CHW training. Support operationalization of CCSOP guideline. Nafikiri hili wote ni mashahidi na wengi wenu pia mmeweza kuattend, tumesupport training. So far tumefikia halmashauri 60 na this year nafikiri tuta support around halmashauri 10 mpaka 15. Itategemea na budget. Na hapa naomba niongee kidogo zaidi, na labda wakati wa discussion pia nitaomba labda kutoka TAMISEMI anaweza akaongeza. Tumekuwa tumeinvest sana kwenye hiki kipengele tangu tulipoanza kutengeneza hii guideline na mpaka sasa hivi operationalization yake. The investment ambayo ilikuwa inafanyika ni kubwa, and we expecting pia the outcome to multiply by hiyo investment ambayo tumekuwa tunaifanya, na tumekuwa tunashirikiana na wenzetu wa TAMISEMI kuhakikisha kwamba tuna monitor na kuweza kudocument from the scrutinization ya mipango, lakini mpaka implementation in tracking the budget trends, what was allocated and what have been disbursed kwa kila halmashauri. So kwa mfano tunaona pale some data ambazo wakati wa scrutinization tulifanya ilikuwa mwezi wa 4 mwezi wa 3. Yeah. Kwa hiyo tulifanya 2 rounds za assessment, the first round and the second round. Kwa hiyo ukiangalia the first round kwenye maeneo utaona kwamba kulikuwa kuna halmashauri ambazo ziko trained by a chief, lakini kuna halmashauri trained by other IPs na kuna nyingine not trained. Kwa hiyo the overall unaweza kuona the contribution ya maeneo ambayo ile halmashauri zimefundishwa mipango yao ilikuwa more inafuata zile standardization kama sisi soko tunavyotaka na the plan level. And the second round pia kulikuwa na improvement. Mwanzo ilikuwa 42 baadaye ikawa 58. Na so overall ukawa na 74 performance, which was good for the hiyo overall performance. Lakini pia kuna halmashauri ambazo hazikufanya vizuri, dada Zainab anatikisa kichwa anazijua, na labda pia wanajua kwa sababu walipewa feedback. Kwa hiyo generally tuna expect kwenye hii scrutinization process iwe almost 99% or 100, kwa sababu mwongozo upo unatusaidia, na nafikiri kuna yale magrupu. Kwa hiyo wherever people are facing challenges tunategemea kwamba kuwe na communication ya facilitators tunawaita kwa sisi sio pamoja na primary na CCHP, kwa sababu mostly ni hawa ambao wanakuwa engaged. Lakini pia tumekuwa engaged kwenye masuala ya kusupport MPC Management Information System, MPC-MIS. Kuna vikao vya MID Technical Aid Group kwenye national level, lakini pia tuna kufinalize MID plan, iko kwenye final stage. We hope by this quarter tutamalizia pamoja na watu wa wizara, lakini pia idara ya Information Communication Technology ya PRH develop tutorial video. Ilionekana kwamba kuna uhitaji, at least tukipata hii video
kwamba we have a comprehensive social welfare information system. The investment also is very huge. The first budget nakumbuka ilikuja around kama 1.5 billion kuweza kufanya hiyo kazi. So it's a huge investment. Kwa hiyo tunategemea pia wizara itamobilize resources kuweza ku-advocate katika ku-develop the comprehensive social welfare information system. Another task ambayo tuko nayo ni capacity development, na hasa hii inaangalia yale mashirika au asasi za kiraia ambazo tunafanya nazo kazi. Ni nini hasa tumefanya? Sina uhakika kwa sababu kuna vitu vingi kama watu wanyuma wanaona, lakini basically overall tumekuwa tunatakiwa kujengea uwezo mashirika yote ambayo tunafanya nayo kazi katika organizational capacity, from financial systems, human resource, lakini katika planning zao, system, na so far huo ndio mwelekeo wa PEFA, kwa maana ya kwamba hata USA Tanzania kuhakikisha kwamba tunaacha legacy, tusikumbatie tu sisi wenyewe kazi, na hilo lote limeweza kufanyika. Tutakumbuka kwamba wenzetu kwa mfano wa ELCT wao tunakumbuka walikuwa ni wadau, tulikuwa tunatekeleza nao mradi wa kizazi kipya, na sasa hivi wako very independent. Dada Mahenge yuko pale, ana kutoka ELCT, Isa wote, lakini pia tuna wenzetu wa Deloitte nao wameengage kama local partner, wanafanya kazi hizo. Kwa hiyo sisi kama international organization bado tuna roho ya kusupport, lakini pia na kujengea uwezo mashirika ambayo tunafanya nayo kazi ili waweze kuaccess funds kwa donors mbalimbali, kwamba wakiwa na capacity they will be able to access different funds na kuweza ku-implement different projects. Kwa hiyo that's our role, na this is what kinachoongelewa hasa kwenye hii slide, kwenye mambo ya data quality assessment, financial reviews, compliance na mengineyo. Next. And this is part of the transition documentation. Tunasema kwamba tulikuwa na phases za kuweza kuhakikisha kwamba partners wanakuwa capacitated, na ndio hilo niloongea. Ukiona phase 1 tuliweza ku-transition halmashauri 8, lakini phase 2 halmashauri 24, na mpaka sasa hivi tume-transition halmashauri 69 kwenda kwa wadau ambao ni local partner, na sisi kama Achieve tunabakiwa na halmashauri 41 tu. Next, service delivery here, this has been a core business ambayo tumekuwa tukifanya kama party, miradi mingine, lakini pia na Achieve kwa ujumla wake. Na kikubwa hasa tunachoangalia ni kuhakikisha kwamba watoto pamoja na familia ambazo kwa namna moja au nyingine wameathirika na virusi vya ukimwi wanapata huduma mbalimbali, na hasa huduma zile za kiafya
maambukizi, basi wanajiunga katika ART. Lakini pia kwenye second 90 kudevelop care plans na kumonitor, kuhakikisha kwamba kweli wanakurudia kliniki, lakini na kuwatrace pia wale ambao wanaonekana na maambukizi ili wasiwe watoro, lakini pia kufanya counseling na educating analyze of the leakage referrals. Na kwa kweli baadhi ya maafisa ustawi wamekuwa mstari wa mbele katika kufanya hizo, kwa mfano kushirikiana na vituo, lakini pia kwenda specifically kwenye baadhi ya familia na kufanya masuala ya counseling and support. Lakini pia the third 90 tumeweza kufacilitate masuala ya viral testing, kuhakikisha kwamba hakuna mtoto kama amekwenda kwenye program hatujui viral yake. Kwa hiyo hilo lilikuwa linafanyika, lakini treatment rigorous adherence, masuala ya age appropriate disclosure support ili waweze kutoa according to the guideline ya wizara. Next. Lakini pia tulikuwa na specific package kwa watoto ambao ni CLHV, na hii pia kwa ujumla wake inaendeleza pale pale kuhakikisha kwamba wanakuwa na sustained viral suppression, lakini kuimprove economic well-being na kuhakikisha kwamba zile kwa kweli familia zote pamoja na watoto hawaachwi nyuma. Hii ni specific dreams. Nafikiri tunaelewa kuna baadhi ya halmashauri tunafanya specific services za dreams, na tumeweza kuenroll vijana wa miaka 10 hadi 14. Dreams ina category 3, kwa hiyo sisi tunafanya category ya age 10 to 14. Na basically tunafanya katika halmashauri 12, tulikuwa tunafanya katika halmashauri 12, this time zimebakia 10. Na kumekuwa na specific package. Kuna package ya huru inaangalia zaidi masuala ya prevention modules, lakini kuna financial literacy, kuna education subsidies na masuala ya sanitary pads, kuhakikisha watoto wa kike wanafundishwa namna ya kujistiri wakati wa hedhi na kuwa na hedhi salama, lakini masuala ya mahusiano, kwa sababu wanakuwa katika age ya kubalehe na wengine wameshabalehe tayari. Lakini pia kwa upande wa obesity preventive program tuna upande wa watoto wa kiume pia hatukuacha nyuma. Nafikiri wale halmashauri wanazofanya basically ilikuwa ina known kama CAM, Coaching Boys into Men. Mbeya tulikuwa tunafanya pia, na tunaona vijana wanatumia michezo. Kwa hiyo wakati wa michezo ndio hapo yule coach au mwalimu ambaye yuko train anaweza kudeliver zile topics zinazohusiana na masuala ya basically SRH, masuala ya sexual reproductive, lakini pia na masuala ya gender based violence, ili vijana waweze kujua ni namna gani wanabehave wanapokuwa na wasichana, lakini hata wanapokuwa wenyewe, kusiwe na masuala ya bullying na vitu vya namna hiyo. Next. So what is our coverage for next year? Kwa maana kwamba this year tayari tumeanza tarehe 1 Oktoba, na sasa hivi tuko kwenye our second month of implementation ya FY24. Kama niliposema, tumepunguza halmashauri kutoka 78 mpaka 41, kutoka mikoa 15 mpaka 7, lakini tutaendelea kufanya kazi na national level. That will be our major focus, na tuna kazi nyingi za national level, lakini pia tutakuwa na dream council. But kwa hiyo out of the 41 council 10 ni dream council. Kwa hiyo kutoa zile 78 kutoa 41 zinakuwa ngapi? 30 ngapi? Unajua hesabu. Zinaenda kwa partners wenzetu ambao ni Deloitte pamoja na ELCT, kwa maana kwamba kizazi hodari wote. Next. Tutafanya nini? Nafikiri nimesema kwa briefly kwamba tutaendelea na most of the kazi za national level, masuala ya guidelines, support supervision
Asanteni sana, nimejaribu kwenda kwa haraka kutokana na muda, kwa hiyo nategemea kama kuna swali, clarification, we can do it during the panel discussion. Thank you so much. Thank you very much.